Building up the temple, building up the temple, building up the temple of the Lord together. Boys, come and help us. Girls, come and help us. Building up the temple of the Lord. Oh, twajenga hekalu, twajenga hekalu. Twajenga hekalu ya Bwana pamoja. Wasichana saidia, wavulana saidia. Twajenga hekalu ya Bwana, twajenga hekalu, twajenga hekalu. Twajenga hekalu ya Bwana pamoja. Wasichana saidia, wavulana saidia. Twajenga hekalu ya Bwana. Yeah, hi. A very good morning to you, child of God, from wherever you're watching us from this morning. By the way, you can tweet and comment down there telling us where you're watching us from, and we will appreciate. Okay? Very good. Good morning. Good morning, Teacher William. Very good, Teacher Davela. So, we are on the series of I am identity statements, right? Knowing wewe ni nani kwa the kingdom of God. Sindio? So tuko kwa section gani hii? I am significant. I am significant. And we have talked of many statements, like 1, 2, 3. And last week we saw number 4, which is I am a personal witness of Christ. And I have brought a flower. How many of you like flowers? Do you like flower? What do you like about, I think this is a rose flower. I'm not so sure. What is it? A rose flower. It is a rose flower. Now, the reason why I'm having this is because, if someone sees it from afar, they appreciate the beauty of this flower. They're like, it looks so beautiful and smells so good that even the bees, they want to come and just hang around this because it's beautiful. Now, do you know that God has also called us to be glorious and beautiful like a flower? We are supposed to be witnesses. We are supposed to be here, and everyone from everywhere, they can see us, just like you. See, you are in different places and you can see this flower, right? So, we as personal witnesses of Christ, we are supposed to witness. That was last Sunday's lesson. I hope you got that well. And I hope you continue to be a witness. And today, this one stays here. Please, Teacher Davel, don't touch it, huh? Okay? Yes. And today, what do we have today? We are learning about a new identity statement, and it says, I am God's temple. Okay, I'm going to leave you do it. Thank you, Teacher William. Hello, kids. Wacha niwasalimie mara ingine. Nimetoka huko za Ukambani, sasa shida ya anyway, nimewamiss sana. Leo tunasoma something new na niko na beshte yangu anaitwa Blesso. Anakuja kutusaidia. Blessed? Yes. Ndo huyu blessed mwenyewe. So blessed, leo tunasoma I am God's temple. Inatoka 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Unajua nini kuhusu temple? Temple sinikidhania ni kama kanisa, watu wanaendanga huko kuworship. Uko tu sawa, lakini sasa leo nataka kukufundisha temple nyingine. Unajua wewe ni temple of God? Kumaanisha sinasikianga wakisema in God's temple he is present there. Kumaanisha mimi Mungu ako present ndani yangu. Kabisa. Sasa ndo tuelewe more kuhusu I am God's temple. Nataka tusome memory verse yetu. Yay! Na tutasoma sisi wote pamoja. Pia nyinyi watoto wangu wazuri. Tada! Tunasoma na nyinyi pamoja. Tuanze 1 Corinthians chapter 3 verse 16. It says, don't you realize that all of you together are the temple of God, and that the Spirit of God lives in you? Meget? Sasa umeona temple ni nani? Temple ni nani, Blesso? Temple ni
Very good. Temple ni wewe. Ni nini unapenda kuhusu temple? God's presence inakuanga huko. Hiyo ni kitu amazing. Sasa unajua Blesso, kuna times zingine tunasikianga, unasikia uko chini, ushasikia watoto, unasikia watoto mkisema unasikia vibaya. Sasa leo nataka kuwafunza something new. You are God's temple. Hiyo inamaanisha presence ya Mungu iko ndani yako. Holy Spirit anaishi ndani yako. Hiyo inamaanisha nafaa nijicount kama someone special. Very good. Kama someone special. Yaani ukitembea unajua wewe ni temple of God. Meaning unafanya zile vitu Mungu anafanyanga. Ndio hata watu wakiniona wanataka kujua hii ni temple gani, si ndio? Enye ukienda mahali watoto, ukipita tu hivi mahali watu wana recognize. Unaona ule Rehema, yeye ni temple of God kwa sababu ya behaviors zetu. Unajua behaviors zetu pia zinatu describe. So ukikuwa na good behaviors inaonyesha wewe ni temple gani. Oh. Sasa nataka kufundisha kitu kingine. Unaona huko enzi za kitambo, hii ni something amazing. Tulikuwa tunaambiwa temple ilikuwa inamediwa of 3 parts. 3 parts. Kama hii part zetu sawa, tuta count na hizi zetu. Hii ni the outer court. Ni the outer court. Na hii ni the inner court. Ni the inner court. Na hii ni the holy of holies. Ni the holy of holies. Sasa amazingly, unajua God alitu create na 3 parts. Hebu niambie. Ya kwanza ni our body, yani hii flesh. Unaona hii nyama. Ya pili ni our soul. Soul ndo inakuanga na feelings. Unasikia umefurahi, unasikia. Ndio maana nikichunwa nalianga. Ya tatu ni spirit. Spirit. Sasa acha nikueleze. Unaona hii hapa kwa holy of holies. Watu wenye walikuwa nafaa kuitikishwa kuingia ni high priest peke yake, na alikuwa anafungwa na kamba kwa mguu. Ili kama alifanya makosa, dhambi, atafanya nini? Nikidhania atakufa, alafu akikufa wamvurute juu hakuna mtu mwingine anafaa kuingia huko ndani. Sasa God akituumba pia sisi, unaona spirit yetu hapo ndio God. Yani sisi God alitu-unite na yeye tukakuwa one spirit with him. Kwa hivyo sisi tunaweza enda kwa holy of holies. Kumaanisha uko kwa holy of holies, Mungu ako hapo na hakuna mambo ya sin. Na ametupatia pia sisi tunaweza ingia hapo kwa sababu spirit yetu na yake ziko connected. Unaona connection? Sasa ziko pamoja. Exactly. Na sasa hiyo ndio maana tunajiambia sisi ni God's temple. Na kitu kingine ukumbuke presence ya God inakaa wapi? Hapa kwa spirit yangu. Na hiyo inamaanisha tunatembea na God. Ukienda mahali unaenda na God kwa sababu hiyo ni dwelling place yake. Holy Spirit anakaa hapo. So ukienda unaenda na Holy Spirit. Ukiambia mamako thank you for the food, uko na Holy Spirit hapo. Mkiambia mamako thank you for the food kwa sababu anakaa ndani yetu. So tumesema Spirit of God lives in us. Very good. Umelearn story yetu? Na nimelearn something very important sikuwahi jua. That hata wakati na feel I don't deserve, I'm not enough, God alinipenda to an extent, anaeka presence yake ndani yangu. Sasa nikitembea huko nje sifai kutembea nikikuwa lolo. Nafaa nikue na wow, kwa sababu najua presence ya God iko ndani yangu. Kabisa. Alafu one more thing. Kwa 1 Peter chapter 2 verse 4 inasema Christ ni our cornerstone. Kumaanisha tunafaa kubuild temple yetu. Sisi tunafaa kujibuild kwa Christ. Kila kitu yetu ikue kwa Christ. Na verse 5 inasema sisi tumeitwa na Mungu na sisi tunafaa kuwa ndani ya Mungu. Alafu unajua 1 Peter chapter
2 verse 4 and 5 inasema nini? Sijui. Wacha nikusomee. Unajua hii ni sword of truth. Wacha nikusomee sword of truth vile inasema. As you come to him, the living stone, rejected by men but chosen by God and precious to him. You, verse 5 inasema, you also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices accepted to God through Jesus Christ. Yani, tunaanza na verse 4. Verse 4 inasema, Yesu ni cornerstone. Kumaanisha tunafaa kubuild temple yetu wapi? Kwa Jesus. Kwa Jesus. Verse 5 inasema, sisi kama living stones tumefanya nini? Tumekuwa build kwa hiyo spiritual house. Yani offerings zetu ziko accepted mbele ya Mungu kwa sababu ya Yesu. Wow. Hiyo ni kitu mzuri. Sasa Bleso, nataka ukienda home uende ukimba I am the temple of God. I am the temple of God. Na ukikumbuka ukienda tu kufanya kitu unajikumbusha wewe ni temple ya Mungu. Na nani anaishi ndani yako? Mungu. Exactly. Watoto mmeget, wewe pia hapo nyumbani wewe ni temple ya Mungu na anaishi ndani yako. Wewe ni mtu wa maana kwa sababu kwa watu wengi alichagua wewe uishi aishi ndani yako. Wewe ukuwe temple. Wow. Tuonaneni next time. Na wapenda sana. Turu. Children, I as your CRE teacher, I'm giving you a secret. Question 98. It will be as follows. You are a student and you find money in the compound. As a Christian, what are you supposed to do? Now, let me tell you, you as the children of God, you're supposed to do what is good, what is right. Are you listening? So that question, the way you're supposed to answer is, return the money to the owner. If you don't know the owner, take it to the teacher. Teacher? Okay? Teacher, I have a okay. question. Now, I want to go because it's break time. Ama, you want me to take your break time? One question. Yeah? One question. Uh-huh. And if the owner is not around, you should keep it. No, give it to the teacher. Teacher, you want us to give you money so that you can go and buy bread for your children. do you want me to cane you? She said the truth. Teacher, what if you are hungry? Why should I give you the money and I am hungry? The point is, Clarice, the money or the food is not yours. It belongs to someone else. Yes, it is not for the teacher. The teacher will find the owner. Okay. Do you want me to continue teaching? No, Mama, it's I can break time. continue teaching in your break time. It's break time. Yeah, it's break time. Okay, all right. You guys go for break. See you later after break. Okay. Yes. Hata bag sina. Watu wanaenda break. Jen, uko aje? Niko poa. Nikuulize uko na food? We, mimi ninabebanga kitu. Kumbe Sipeangu tunatembea kitu. hivyo. Sasa unajua kuna hao wenye anakujaga nazo naweka Watu kwa bag. wanapeanga biscuit ati digestive. Si tuangalie kaa iko. Si umeenda. Si ufanye aje? Wacha nianze na yangu. Wanaweza kuwa mama alikuwa ameniwekea. Acha mimi Naweza jibia pia, si ndio? si ndio? Lakini hapo najua hakuna kitu. Aya. Umepata kitu? Haya. Mimi Watoto. Tunaenda kushiba haki. At the real digestive. Hii ina digestiwa before ingie kwa tumbo. Isha digestiwa. Mimi hata niko na nini? Niko na supplements. Sasa hii maisha lazima tujijenge. Mwili ijengwe na mbao, si ndio? Si ndio? Kwani naweza nini? Ijengwe na mbao. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wazangu ni mingi hata nimeshichoka kuhesabu. Tamu. Hii ina taste ni kama imewekwa maziwa, bluebird, kila kitu. Kwanza niende maji. Lakini utaniona, acha nimalize.
Aki mimi ndashiba hapa. Nasibakishi mtu. Mimi nabakishia nani? Acha ni nyonge. Kwanza kuna mwingine anajitaka Victor na wapo kwetu ati nimletee. Mbona wewe pesa? Siazi. Unafanya nini? Jane, mnafanya nini? Na device. Una device na biscuits siku hizi? Shai sema. Hizi biscuits umetoa wapi? Jane, kwa huko usilembe huko umebeba kitu. Sikuwa nimebeba. Umetoa wapi? Kwa bagi yangu iko pale. Usidanganye, sema tu kweli. Ndio bag, ndio. Sema tu kweli. Ndio bag. Unajua? Ebu kujeni hapa tukae chini tuongee. Rudisha tu hapo. Acha nibebe, tunaomba kwanza usikule kwanza sasa hivi. Kaeni tu hapo chini tuongee. Nikupatie moja. Sitaki mimi sitaki. Mimi niko sawa. Niko sawa. Mimi niko sawa. Nikule yako. Niulize kitu. Nikule yako. Uliza. Nikuulize kitu. Sasa kama ni wewe nini? Kama ni wewe ungekuwa umebeba kitu alafu upate hayuko. Ungesikiaje? Ningeambia teacher, lakini juu teacher atafanya kitu atasema hakuna shida. Hiyo si poa vile umefanya. Hizi biscuits najua zilikuwa za Peter na umezitoa kwa bagi yake. Si ndio? Zinafanana. Wewe huwezi nidanganya. Umetoa wapi hizi biscuits? Mimi yangu. Sema tu kweli. Nilikuwa naangalia homework yangu hapa. Wapi? Kwa bagi ya Peter. Alafu unakanga homework kwa bagi ya Peter? Si sasa nimepata na nilikuwa na njaa, ikabidi tu nichukue biscuit. Si ungemuomba angekunyimwa. Lakini mimi siko huko. Unajua nyinyi mmesikia story ya God na Jesus? Mimi nakuwa nimeokoka. Unakonga mwokoka? Na mnafunzangu aje? Sisi ni nani? Sisi ni temple ya Mungu. Ni temple ya Mungu. Na Holy Spirit ina dwell na sisi. Holy Spirit, ile spirit ya Mungu. Sinakuanga ndani yetu. Anaishi ndani yetu, si ndio? Unaambianga Sam hivyo? Sam kuna time nilimguzia story, akasema kwani yeye ataitikia kujengwa na mbao na misumari. Nikajaribu kumexplainia vizuri si kujengwa hivyo. Lakini mimi siendagi church, tunachezaga. Unaona Sunday ni siku ya kwenda kuchikuza. Unaona mabati hoi unapata pesa. Sasa acha niwaambie, mkiwa Christians sisi ni temple ya Mungu. Na kukuwa temple ya Mungu inamaanisha pia tuko na spirit yake ya Mungu. Kwa sisi tuko na spirit ya Mungu. Na mtu mwenye ako na spirit ya Mungu hawezi enda kuiba chakula wenyewe. Nimeelewa. Spirit ya Mungu ninajua mimi siendagi church. Ni spirit wa Mungu, si ya Mungu. Si ya Mungu. Ni wa Mungu. Ndarudi klasi ya Kiswahili sasa. Sisi ni kama tuna represent wake ya Yesu. Kama Christians hatufai kufanya vitu kama hizo. Si ndio? Nimeelewa na nimefanya makosa. Next time msifanye hivyo, sawa? Turudishe kwa bag. Sasa mimi nitakaa nayo na sitakula tena, then Peter akikam nitamuelezea venye nilifanya. Nimekula tu 2. Akitaka nimrudishie ninunue nyingine mpya, nitamwomba msamaha. Nimefeel asante sana kwa kunikumbusha that I am the temple of God's temple. Na sifai kusin against God because yeye mwenyewe anaishi ndani yangu na he is God of truth. So everything nafaa kufanya in truth. Good. Hata mimi ndafanya hivyo. Pia ufanye tu hivyo na kila mtu ataishi kwa amani. Si ndio? Sawa. Aya, asante. Poa. Yaani hizi biscuit tu ninaziacha tu hivi lakini ni sawa. Ama tumalizie alafu tununue. Mimi hiyo si poa nimefanya. Si poa. Sasa tutawaambia nini ama tujifanye hakuna kitu? Mimi lazima nimuelezee. Mimi usiniite, mimi nitasema siku. Mimi nitasema tu ukweli. Na unaokota yenyewe mimi nimefanya. Inaenda kutupa. Najua utatupa tu kwa tumbo. Ni sawa tu. Ni kuficha evidence. Sawa. Wacha mimi nikimbie hivi niende choo. Hiyo ni mbaya nimefanya.
God forgive me. Habari zenyu watoto? Nzuri sana. Sasa kabla tuanze klasi yetu nitawaombea. Sawa? Sawa. Aya, tuombeni. Thank you God, thank you for this beautiful time that you have given unto us. As we are going to start today lesson, we pray that we may learn so many things about you. In Jesus name. Amen. Amen. Leo tunasoma I am God's temple. Tunasoma nini? I am God's temple. Na inatoka 1 Corinthians chapter 3 verse 16. 1 Corinthians Chapter 3 verse 16. sana soma, mnarudia nyuma yangu. Sawa watoto wazuri? Yes. Sawa watoto wazuri? Yes. Aya, don't you realize Don't you realize that all of you together that all of you together are the temple of God, are the temple of God, and the Spirit of God and the Spirit of God lives in you? lives in you? 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16. Oh, very good. Kabla tuanze maswali zetu, kama kawaida mnanijibu God's love na prompting of the Holy Spirit. Sasa tunaanza hivi kama zigzag. Si mnajua zigzag? So tunaanza na Sam. God's love. God's love ni kuosha mtu. Kuosha mtu. Ilikuwa birthday yake na nilimuosha, nilisikia vizuri. Wow. Hata mimi nitakuanga nikiosha watu nisikiange vizuri. Prompting. God aliniprompt nisome Biblia asubuhi na jioni. Wow, God alimprompt asome Biblia asubuhi na jioni. Very good. Yes. Kijana mtulivu, God's love. God's love ni mingi. Lakini niko na moja tu. Hii wiki Mungu amenisaidia nikakuwa na tupesa. Wow, tukukula chipo. Tukukula chipo. Very good. Na nashukuru Mungu. Umesikia hiyo God's love, tupesa tukukula chipo. Pia mimi nataka hiyo God's love. Yes, tuko kwako prompting. Yes. So, maybe I was prompted to pray for William's friend. William's friend? Yes. Wow, mtu aliombea William's friend. Hakuna kuangalia nje ya class. Tuko very disciplined. Sasa tunaanza question yetu ya kwanza. Sijawaambia yangu. Mimi prompting nilipromptiwa kuambia rafiki yangu mwingine hapo. Alafu God's love. Semeni hey. Yes. Wacheni nicheke. Hiyo story ni tamu. Rafiki yangu alinipigia simu akaniambia kuja tukakule chipo. Nilijukua tu kukula chipo. God alinipenda kukula chipo. Alinipenda juu nilikula chipo. Nikaona upendo wake kwa chipo. Yani hivyo ndo namaanisha. So swali yangu ya kwanza. What is a temple? What is a temple? Promi, temple ni nini? Pali watu huenda kuworship. Pali watu huenda kuworship. Very good. Wacha tuendelee tusikie zingine. Kulingana na hii identity statement yetu inasema aje? Identity statement yetu inasema nini? Yes. I am God's temple. I am God's temple. So, who is a temple? Yes. I am the temple. Wow. Sasa unaona, I am the temple. Yani, Mary ndio temple, Promi ni temple, Sam ni temple, Roja ni temple. Yani nyinyi wote ni temple of God. Yani, anaishi ndani yenu. Mnani get? My last question. Kulingana na verse yetu ya leo, 1 Corinthians 3:16. Who lives in us? Yes, Rogers. The Holy Spirit. The Holy Spirit. Wonderful. Very good. Nyinyi wanoma. Mmeshika kila kitu yenye tumejifunza leo. Na mkienda home,
mwambie marafiki zenyu hii story. Na juu mmeshika kila kitu, nitawa sanitize, mujisanitize yani, alafu niwape biscuit, alafu tuombe, twende tukashare na marafiki zetu story, si ndio? Nawapenda sana. Semeni mnanipenda pia. Simuseme ama mkuli biskuiti yangu. Semeni mnanipenda pia. Tunakupenda pia. Wow. Mnasikia kucheka kama mimi? Chekeni kama mimi, kama mnasikia kucheka. Leo ninasikia niko na furaha, nasikia tu abujubuju. Sasa tunaanza hapa. Beautiful lady. Welcome. Another beautiful lady. Nana vile nyenye ni wa beautiful, jo nyenye ni God's temple. Handsome man. Karibu handsome man. Handsome man. Karibu handsome man. Beautiful ladies and handsome men. Juhau ni temple of God. So tunaomba, alafu twende home, na msikose kuambia marafiki zenyu story. Sam, tuombe. Sawa. Father, thank you for this group. I want to bless everyone. Even as we go home, let us share that we are a temple of God. Even let us protect our temple. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bye bye. William, mambo? Poa sana. Asante sana kwa kuwa rafiki yangu. Pia wewe asante kwa rafiki yangu. Unajua, watu wengi watakaki kuwa na mimi, na sijui hata kama Mungu ako pamoja na mimi kwa sababu sinanga jicho moja. Nilipata accident. Unaona hata mdomo yangu haiko sawa vizuri, William. So, sasa sijui hata kama Mungu anakuwa pamoja na mimi. Jen, naweza kuambia Kenya tulifunzwa? Niambie. Tulifunzwa? Yes. That all of us coming together, yes, we make the body of Jesus Christ, and we are referred to as the temple of God. Even me? Even you. I thought God anaangalia watu wenye wako sawa kabisa. No, Mungu anaangalia watu wenye wame accept Jesus, yes, as their personal Lord and Savior. Have you done that? Yes, I have done that. Then you are the temple of God. You're the temple of God. Yes. And God has poured out His Spirit upon your heart. So you're no longer just any person. You host. Yani Mungu ametengeneza nyumba yake ndani ya roho yako, ndani ya mwili yako. William, I'm very encouraged, and I thank God that I was able to talk to you about this, because nimekuwa tu ikiniumiza tu moyo wangu venye watu wananiambia nothing good in me. Sijui hakuna mtu anaweza taka kukua na mimi sana, na ni wewe tu beste yangu tu. Lakini I thank God that mimi am the temple of the Holy Spirit na naishi ndani yangu. Karibu sana Jane. Na watoto wenye maybe saa zingine wanafikirianga the same, uta encourage aje William? Okay, watu wenye wako home, I want you to know this, that all of you together, you make the body or the temple of God. So you are very significant. Wewe ni wa maana. Sawa sawa? Wow. Wewe ni wa muhimu katika body ya Christ. Sawa sawa? Yes. Thank you very much William. Tuonane kesho. Tuonane kesho. Sawa sawa. Bye. Bye bye. Building up the temple, building up the temple, building up the temple of the Lord together. Boys come and help us, girls come and help us, building up the temple of the Lord. Oh, twajenga hekalu, twajenga hekalu, twajenga hekalu ya Bwana pamoja. Wasichana saidia, wavulana saidia, twajenga hekalu ya Bwana, twajenga hekalu, twajenga hekalu, twajenga hekalu ya Bwana pamoja. Wasichana saidia, wavulana saidia, twajenga hekalu ya Bwana. Amen.
miam miam.